Krismasi ni sikukuu ya furaha, upendo na matumaini inayoadhimishwa na mamilioni ya watu duniani kote. Ni wakati wa kukumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo, tukio lililoleta nuru na wokovu kwa wanadamu. Katika kipindi hiki familia hukusanyika pamoja, mioyo hujaa shukrani na watu huonyeshana upendo kupitia matendo mema, zawadi na sala. Ungana nami Rebecca Creighton katika makala hii fupi tukiangazia maisha ya mama wa Yesu, Bikira Maria, ambaye ni mfano wa unyenyekevu, imani na utii. Tunapoadhimisha sikukuu ya Krismasi, mioyo yetu inamkumbuka zaidi mwanamke mmoja wa kipekee katika historia ya dunia, Bikira Maria, mama yake Yesu Kristo. Maria alikuwa msichana wa kawaida kutoka Nazareti, mji mdogo usio na sifa kubwa wakati huo. Hakuwa tajiri, hakuwa maarufu, lakini Mungu alimchagua kwa jukumu kubwa kuliko yote, kuwa mama wa Mwokozi wa ulimwengu. Uchaguzi huu unatufundisha jambo muhimu, kwamba Mungu haangalii cheo wala mali, bali huangalia moyo wa mtu. Kilichomtofautisha Maria si nguvu wala elimu, bali imani na utii. Alipopata ujumbe mzito kwamba angebeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, hakukataa wala kukimbia jukumu hilo. Licha ya changamoto na lawama alizoweza kukutana nazo katika jamii, alikubali kwa unyenyekevu, akiamini kwa mapenzi ya Mungu ni bora kuliko hofu zake binafsi. Bikira Maria alikuwa mfano wa uvumilivu na subira. Safari ya kutoka Nazareti hadi Bethlehem akiwa mjamzito, kujifungua katika mazingira duni na baadaye kumlea Yesu katika maisha ya kawaida ya kifamilia, yote haya yanaonyesha nguvu ya mwanamke aliye tayari kujitoa kwa ajili ya mpango wa Mungu. Zaidi ya yote, Bikira Maria alikuwa mama mwenye upendo wa dhati. Alimlea Yesu kwa maadili, akamfundisha, akamsaidia kukua kimwili na kiroho. Upendo wake haukuwa wa maneno tu, bali wa matendo. Upendo unaojitoa bila masharti. Hata alipomwona mwanaye akipitia mateso makubwa, alisimama imara kama mama jasiri anayemwamini Mungu hadi mwisho. Katika maisha ya leo, Bikira Maria anatufundisha mengi. Anatukumbusha thamani ya unyenyekevu katika dunia inayopenda majivuno, utii katika wakati wa mashaka, na imani katika hali zisizozoeleka. Anatufundisha pia nafasi kubwa ya mwanamke katika kutimiza mipango mikubwa ya Mungu katika jamii. Lakini je, unafahamu kwamba Bikira Maria, mama yake Yesu, anatajwa kwa majina zaidi ya 100 katika historia ya Ukristo? Hili halimaanishi alikuwa na majina mengi ya kuzaliwa, bali ni majina ya heshima na vyeo vilivyotolewa na waumini wa tamaduni na lugha mbalimbali, kuonyesha nafasi yake ya pekee katika mpango wa Mungu. Bikira Maria huitwa miongoni mwa majina mengine mama wa Mungu, Bikira mtakatifu, mama wa Mwokozi, mama wa huruma, Maria Bikira, mama wa Yesu, mama wa imani, mama wa amani, mama wa upendo, mama wa kanisa na malkia wa mbinguni. Kila jina linaeleza sifa fulani, unyenyekevu wake, imani yake na utii wake kwa mapenzi ya Mungu. Hivyo basi, tunapoadhimisha Krismasi, tumwangalie Bikira Maria kama kioo cha maisha ya Kikristo. Kupitia unyenyekevu wake, imani yake isiyotetereka na utii wake kwa mapenzi ya Mungu, anatualika nasi tuseme ndio kwa Mungu katika maisha yetu ya kila siku. Katika changamoto, hofu na sintofahamu zetu, Bikira Maria anatukumbusha kwamba Mungu hufanya makuu kupitia mioyo iliyo tayari kumtumaini. Akiwa mama wa Yesu na mama wa waamini, na aendelee kuwa mfano na muombezi wetu, ili nasi tuwe vyombo vya amani, upendo na Mwokozi katika ulimwengu wa leo. Asante kwa kuwa pamoja nasi AFM na A Digital. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Website ni www.afmradio.co.tz. Instagram, X au Twitter tunapatikana @afmradiotz. YouTube channel yetu ni A Digital TZ. Mimi ni Rebecca Creighton, na asante kwako Elias Kalidushi kwa kufanikisha makala hii kuwa ya kipekee zaidi.